Karibu katika mada ya leo. Leo tunakwenda kuangalia mapendekezo ya makundi ya vyakula ambavyo unaweza ukampatia mtoto wako ili apate kukua katika afya njema. Utakuwa naye daktari Lenny Komba anatukuletea mada hii kwa undani. Kama bado hujajiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Natambua kwamba mtoto anapoanza kula, kuna muda anahitaji kuja kula kila kitu unachokiona mbele yake. Hata ukimpa mbao anaweza akatafuna, lakini tunashauri makundi kadhaa ya chakula ambayo unaweza ukampatia mtoto wako ale kwa usahihi ili aweze kupata na kukua katika afya njema. Kundi la kwanza ni nafaka za mizizi pamoja na nafaka zisizokobolewa. Kuna nafaka kama kuna mchele, kuna mahindi, kuna ngano, kuna ulezi, kuna mtama na uwele. Nafaka hizi zinaweza zikaandaliwa katika mitindo mbalimbali. Mfano, mahindi unaweza kaandaa kama uji, kama kande, ukakaanga kama bisi na ukampatia mtoto. Kwa hiyo mchele pia unaweza kupika kama uji, kama wali, kama pilau, kwa hiyo ukampatia mwanao. Ngano pia inaweza ikaandaliwa kwa namna tofauti. Tutaenda kuangalia mbele ya safari jinsi gani ambavyo unaweza ukaandaa. Kwa hiyo tunaangalia tu makundi ya vyakula. Kwenye mizizi kuna mihogo, kuna mahindi, kuna viazi vya aina zote. Kwa hiyo vitu hivi unaweza ukampatia mwanao ale chakula hiki. Lakini pia kuna ndizi, kwenye wanga pia. Tunaweza tukapata wanga kutoka na ndizi, sio mizizi. Unapata wanga kutoka katika ndizi. Ndizi inaweza kuwa za kupika au za kuiva. Ndio kwenye vyakula vyenye asili ya wanyama na pamoja jamii ya kunde. Vyakula hivi ni vizuri sana kwa mtoto, kwani vinamsaidia kumpatia mtoto protini, lakini pia kuimarisha mwili na kujenga ukuaji wa mwili katika hali ambayo inatakiwa. Vyakula hivi ni pamoja na vyakula vyenye nyama asili ya nyama. Kuna nyama aina zote, ziko nyama ya samaki, nyama ya kuku, nyama ya bata, nyama ya ng'ombe, dagaa. Dagaa pia na samaki ni nyama pia, ni wanyama. Kwa hiyo tunashauri umpatie mtoto wako vyakula hivi kwani vina protini. Kwenye jamii ya kunde kuna maharage, kuna mbaazi, kuna kunde njugu mawe, kuna njegere. Vyakula hivi pia vinasaidia, vina protini ya kiwango kikubwa ambayo inaweza kusaidia kumpatia mtoto wako na kuimarisha ukuaji wa mwili wake. Lakini pia kuna mboga ni chanzo kizuri cha vitamini pamoja na protini na madini mbalimbali. Mboga za majani kwa mfano kama kuna mchicha, kuna matembele, kuna spinach, kuna maboga au tunaitaga fitiku kwa jina jingine, kuna karoti, kuna cabbage au sukuma wiki. Kwa hizi mboga hizi unaweza kumpatia mwanao akala na akashiba vizuri. Kingine ni matunda. Matunda ni chanzo kikuu cha vitamini. Kwa hiyo tunashauri mpatie mtoto wako matunda kila anapohitaji. Kuna machungwa, pera, embe, papai, parachichi, chenza, nanasi, ukwaju, ndizi mbivu, ubuyu na matunda pori mengine ambayo yanaliwa, ambayo wewe unaweza ukala. Matunda yote mtoto anapatiwa. Kitu kingine ni mafuta, sukari na asali. Mafuta, sukari na asali hupatia mwili nishati, pia husaidia uyeyushaji na ufyonzaji wa vitamini A, E, D na K. Kwa hiyo tunapata mafuta, kuna matunda baadhi ya mafuta kama parachichi, lakini pia unaweza kupata mafuta kutoka katika mazao ya wanyama kama nyama, lakini pia tunapata mafuta kutoka katika karanga, alizeti, au pia unaweza kuongeza mafuta kwenye mapishi yako. Sukari unaweza kuiongeza kupitia kwenye vinywaji kama chai, na asali unaweza ukaiongeza pia kwenye baadhi ya vyakula vya hapa na pale. Zingatia, mtoto apatie vyakula vyenye mchanganyiko wa makundi tajwa yote niliyoyataja hapa. Mlo wa mtoto uwe na mchanganyiko angalau wa chakula kimoja kutoka katika kila kundi la chakula kilichotajwa, nilichokitaja hapa juu. Hakikisha kuna wanga, kuna nafaka, kuna mafuta, kuna matunda, kuna mboga. Kwa hiyo hakikisha kuna chakula kimoja wapo. Unaweza ukaweka ugali, ukaweka matembele, ukaweka nyama, ukaweka samaki, ukaweka na katikiti pembeni. Kwa hiyo wanapatia mwanao anakula. Ukimpa vizuri mtoto wako chakula kizuri, atakuwa katika afya bora. Kitafunwa
Kitafuno ni milo midogo midogo ambayo unaweza ukala katika kati ya milo fulani. Kwa hiyo unaweza ukampa matunda, unaweza ukampa, kuna kitafuna kwa katika mazao ya ngano, maandazi, mikate unampatia. Lakini pia kitafuno pia sio lazima kiwe maandazi na mikate, inaweza kawa ndizi, viazi. Kwa hiyo unaweza ukampa mfano wa vyakula. Unaweza kawa kuna uji mzito pamoja na yai, ndizi mbivu, papai, andazi, maziwa, vitumbua, viazi, mihogo, maembe, parachichi, keki na vinginevyo vingi. Watoto wanakula na atapata afya njema. Nikuombe, kama bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, click kengele pembeni yake. Share video hii na marafiki wengi zaidi ili wajifunze. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Cha kuzingatia ni kwamba mtoto aanze kula baada ya miezi 6.